Karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi cha Vinjari na Neno la Mungu. Na kipindi kilichopita tulikuwa bado tupo kwenye Mwanzo. Kipindi kilichopita tulikuwa tunakusomea kitabu cha Mwanzo sura ya 8, lakini ikiwa ina stori nzuri ya Nuhu. Unapopata wasaa ni vizuri kusoma Biblia mwenyewe, lakini unapokuwa kidogo bize na ratiba za majukumu yako ya kila mara, basi tunakushauri usikilize. Ndio maana katika kipindi chetu cha Vinjari na Neno la Mungu tunakwambia sikiliza, tunakusomea Biblia. Basi Mwanzo sura ya 9 mstari wa kwanza ambao kichwa chake kinasema Agano la Mungu na Nuhu. Mstari wa kwanza unasema, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Mstari wa pili, kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Mstari wa tatu, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote. Mstari wa 4, bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, msile. Mstari wa 5, hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu. Mstari wa 6, atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Mstari wa 7, nanyi zaeni mkaongezeke, zaeni sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake. Mstari wa 8, Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema. Mstari wa 9, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu. Mstari wa 10, tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na wanyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina, hata kila kilicho hai katika nchi. Mstari wa 11, na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena na gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mstari wa 12, Mungu akasema, hii ndiyo ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Mstari wa 13, mimi nauweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Mstari wa 14, hata itakuwa nikitanda mawinguni juu ya nchi, upinde utaonekana winguni. Mstari wa 15, nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Mstari wa 16, basi huo upinde utakuwa winguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilicho katika nchi. Mstari wa 17, Mungu akamwambia Nuhu, hii ndiyo ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Mstari wa 18, wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu na Hamu na Yafet, na Hamu ndiye baba wa Kanaani. Mstari wa 19, hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Mstari wa 20, Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu. Mstari wa 21, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema lake.
Mstari wa 22, Hamu baba wa Kanaani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Mstari wa 23, Shenu na Yafeti wakatwaa vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume, wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Mstari wa 24, Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Mstari wa 25 akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Mstari wa 26 akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Mstari wa 27, Mungu akamnafisishe Yafeti, na akaaye katika hema za Shenu, na Kanaani awe mtumwa wake. Mstari wa 28, na Nuhu akaishi baada ya ile gharika miaka 350. Mstari wa 29, siku zote za Nuhu zilikuwa miaka 950, akafa. Sura ya 10 mstari wa 1, hivi ndivyo vizazi vya wana wa Nuhu, Shenu na Hamu na Yafeti, na kwao walizaliwa wana wa kiume baada ya gharika. Mstari wa 2, wana wa Yafeti ni Gomeri na Magogu na Madai na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Mstari wa 3, wana wa Gomeri ni Ashkenazi na Rifati na Togama. Mstari wa 4, na wana wa Yavani ni Elisha, Tarshishi, Kitimu na Warodani. Mstari wa 5, kwa hao nchi ya pwani za mataifa ziligawanyika kuwa nchi zao, kila mmoja kwa lugha yake, kwa jamaa zao, kufuata mataifa yao. Mstari wa 6, na wana wa Hamu ni Kushi na Misri na Putu na Kanani. Mstari wa 7, na wana wa Kushi ni Seba na Havila, Sabta na Raama na Sabteka, na wana wa Naama ni Sheba na Dedani. Mstari wa 8, Kushi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Mstari wa 9, alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana, kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi, hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Mstari wa 10, mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Ereku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Mstari wa 11, akatoka katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru, akajenga Ninawi na Rehobothi Il na Kala. Mstari wa 12, na Reseni kati ya Ninawi na Kala, nao ni mji mkubwa. Mstari wa 13, Misri ikazaa Waludi na Waanami na Walehabi na Wanaftuhi. Mstari wa 14, na Wapathrusi na Wakasluhi, huko ndiko walikotoka Wafilisti na Wakaftori. Mstari wa 15, Kanaani akamzaa Sidoni mwanawe wa kwanza na Hethi. Mstari wa 16, na Myebusi na Mwamori na Mgilgashi. Mstari wa 17, na Mhivi na Mwalki na Msini. Mstari wa 18, Mwamvadi na Msemari na Mhamathi. Baadaye jamaa za Wakanani walitawanyika. Mstari wa 19, na mpaka wa Wakanani ulianza kutoka Sidoni kwa njia ya Gerari hata Gaza, tena kwa njia ya Sodoma na Gomora na Adma na Seboimu hata Rasha. Mstari wa 20, hao ndio wana wa Hamu kufuata jamaa zao kwa lugha zao katika nchi zao, kufuata mataifa yao. Mstari wa 21,
naye Shemu ambaye ni baba wa wana wote wa Eberi na ndugu mkubwa wa Yafeti akazaliwa wana. Mstari wa 21, wana wa Shemu ni Elamu na Ashuru na Afkisadi na Ludi na Aramu. Mstari wa 23, na wana wa Aramu ni Usi na Huri na Getheri na Mashi. Mstari wa 24, Alfaksadi akamzaa Sela, Sela akamzaa Eberi. Mstari wa 25, Eberi akazaliwa wana wawili wa kiume. Jina la wa kwanza ni Peregi, maana katika siku zake nchi iligawanyika, na jina la nduguye ni Yoktani. Mstari wa 26, Yoktani akamzaa Almodadi na Sherefu na Hasamaweti na Yera. Mstari wa 27, na Hadoramu na Uzani na Dikla. Mstari wa 28, na Obali na Abimaeli na Seba. Mstari wa 29, na Ofiri na Havira na Yobabi. Hao wote ndio wana wa Yoktani. Mstari wa 30, makao yao yalikuwa kutoka Mesha kwa njia ya Sefari, mlima wa mashariki. Mstari wa 31, hao ndio wana wa Shemu kufuata jamaa zao na lugha zao katika nchi zao kufuata mataifa yao. Mstari wa 30 na ambao ndo mstari wa mwisho katika sura ya 10 ni wa 32, nasema hizi ndizo jamaa za wana wa Nuhu kufuata vizazi vyao katika mataifa yao, na kwa hao mataifa yaligawanyika katika nchi baada ya gharika. Sura ya 11 katika kitabu cha Mwanzo mstari wa 1, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Mstari wa 2, ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Mstari wa 3, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Mstari wa 4, wakasema, haya na tujijengee mji na mnara wa kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi kote. Mstari wa 5, Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Mstari wa 6, Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoyaanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Mstari wa 7, haya tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Mstari wa 8, basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Mstari wa 9, kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Mstari wa 10, hivi ndivyo vizazi vya Shemu. Shemu alikuwa mtu wa miaka 100, akamzaa Alfaksadi miaka 2 baada ya gharika. Mstari wa 11, Shemu akaishi baada ya kumzaa Alfaksadi miaka 500, akazaa wana waume na wake. Mstari wa 12, Alfaksadi akaishi miaka 35, akamzaa Sela. Mstari wa 13, Alfaksadi akaishi baada ya kumzaa Sela miaka 400, akazaa wana waume na wake. Mstari wa 14, Sela akaishi miaka 30, akamzaa Eberi. Mstari wa 15, Sela akaishi baada ya kumzaa Eberi miaka 403, akazaa wana waume na wake. Mstari wa 16, Eberi akaishi miaka 34, akamzaa Peregi. Mstari wa 17, Eberi akaishi baada ya kumzaa Peregi miaka 430,
akazaa wana waume na wake. Mstari wa 18, Pelegi akaishi miaka 30 akamzaa Reu. Mstari wa 19, Pelegi akaishi baada ya kumzaa Reu miaka 209 akazaa wana waume na wake. Mstari wa 20, Reu akaishi miaka 32 akamzaa Serugi. Mstari wa 21, Reu akaishi baada ya kumzaa Serugi miaka 207 akazaa wana waume na wake. Mstari wa 22, Serugi akaishi miaka 30 akamzaa Nahori. Mstari wa 23, Serugi akaishi baada ya kumzaa Nahori miaka 200 akazaa wana waume na wake. Mstari wa 24, Nahori akaishi miaka 29 akamzaa Tera. Mstari wa 25, Nahori akaishi baada ya kumzaa Tera miaka 119 akazaa wana waume na wake. Mstari wa 26, Tera akaishi miaka 70 akamzaa Abramu na Nahori na Harani. Mstari wa 27, na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abrahamu na Nahori na Harami. Harami akamzaa Rutu. Mstari wa 28, Harani akafa kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa, yani katika Uru wa Wakaldayo. Mstari wa 29, Abrahamu na Nahori wakajitwalia wake. Jina la mke wa Abrahamu aliitwa Sarai, na jina la mkewe Nahori aliitwa Milka binti Harani, ambaye alikuwa baba wa Milka na wa Iska. Mstari wa 30, na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Mstari wa 31, Tera akamtwaa Abrahamu mwanawe na Lutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe na Sarai mkwewe mke wa Abrahamu mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanani, wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Mstari wa 32, siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa katika Harari. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, hapa Mwanzo 11 mstari wa mwisho wa 32 ndipo tunapofunga kwa leo, lakini nakukumbusha uendelee kufuatilia vipindi hivi ambavyo tunakusomea Biblia ukiwa na shughuli mbalimbali, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu bado una ratiba ya kusoma Biblia, na sisi tumewaletea hii namna kwa sababu kuna wengi wana ratiba ya kusoma Biblia, lakini kuna muda majukumu mengine yanatakiwa yaende. Kwa una uwezo wa kusikiliza sauti hizi, unaweza ukadownload na ukaweka katika simu yako ukawa unasikiliza. Kipindi kinachokuja tutasikiliza sasa stori ya Abrahamu. Inasemekana huyu baba ndiye baba wa imani tangu kizazi hicho mpaka kesho. Huyu ndiye aliyeweza kumwamini Mungu kwa kiwango cha juu sana. Tunawapenda sana na asante kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Mungu awabariki sana.